Kama ulikuwa hujui, nataka nikuambie kidogo kuhusiana na issue ya Young Africans, ya adhabu ambazo Yanga watakutana nazo kama ikitokea mchezo wa dabi haujachezwa kwa kutokana na kanuni za ligi kuu jinsi ambavyo zinaeleza. Kwanza ni kwamba kama dabi haitachezwa, ina maana kwamba kiongozi ambaye atakuwa ameshawishi mchezo kuto kuchezwa atafungiwa zaidi ya miezi 12, kwa maana itakuwa ni mwaka mmoja na zaidi anaweza kufungiwa. Na ni kifungo kirefu kweli kweli cha mwaka mmoja, na manake kama ikitokea Yanga amegoma kwenda kucheza mchezo wa dabi, means Engineer Hersi Said ambaye ni rais wa klabu ya Young Africans, kama itabainika kwamba amehusika kusababisha mchezo kuto kuchezwa kwa namna moja ama nyingine, au kiongozi mwingine yoyote wa Young Africans atabainika kwamba amesababisha mchezo kuto kuchezwa kwa namna yoyote ile, maana yake ataadhibiwa, na adhabu yake ni kufungiwa kuanzia miezi 12 na kuendelea. Hicho miezi 12 ni mingi by the way, lakini pia kuna sehemu nyingine inasema ni kuanzia miezi 6 na kuendelea. Yani itategemea na ushawishi wake kwamba ulikuwaje, lakini ni kifungo ambacho kinaweza kufika mpaka mwaka mmoja na zaidi, lakini pia hakiwezi kuwa chini ya miezi 6 pale ambapo kiongozi yoyote atabainika kwamba amesababisha timu kuto kwenda kucheza mchezo kama ambavyo inaelezwa. Kwa maana hapa tunazungumza kwenye zile taratibu za mchezo kwamba ikitokea umekiuka maagizo au umeenda kinyume na maagizo ya bodi ya ligi kuto kupeleka timu uwanjani, maana yake kama umeshawishi kwa namna moja ama nyingine, basi unakutana na rungu hilo la kufungiwa kwa zaidi ya miaka mwaka mmoja, lakini sio chini ya miezi 6. Lakini adhabu nyingine ambayo Yanga wataweza kukutana nayo ni kupigwa faini ya shilingi milioni 5. Na hii adhabu ya shilingi milioni 5 ni adhabu ambayo itatolewa pale ambapo viongozi wa Yanga haitaenda uwanjani, na hii ni kwa mujibu wa kanuni pia za ligi kuu, kwamba ikitokea timu imekaidi maagizo ya bodi ya ligi kwa kuto kwenda uwanjani kucheza mchezo ambao unatakiwa kwenda kuchezwa, maana yake hiyo timu itatakiwa kutozwa faini ya shilingi milioni 5. Maana yake hapa tunazungumza mambo mawili, kuna viongozi kugoma, halafu kuna timu kuto kwenda uwanjani. Maana yake Young Africans kuto kwenda uwanjani siku ya mchezo ya tarehe 15, ambao ndio siku ambayo mchezo wa dabi utachezwa, maana yake ni kwamba watapigwa faini ya shilingi milioni 5, na hiyo shilingi milioni 5 wanapigwa kwa sababu za kukataa kutii maagizo ya bodi ya ligi. Maana yake kugoma kutii maagizo ya bodi ya ligi, kinachokuja kufuata ni wao kwenda kuadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 5, kitu ambacho kinaweza kwenda kutokea vizuri kweli kweli, kwa sababu Yanga hawaonekani kama wako tayari kwenda kucheza mchezo wa dabi. Na hapa nakupa tu list ya adhabu ambazo Yanga wataenda kukutana nazo, na tayari nimekupa adhabu 2, kwa maana ya kirais wao atafungiwa ama kiongozi yote atafungiwa, lakini pili Yanga itatozwa faini ya shilingi milioni 5 endapo timu itashindwa kwenda uwanjani kucheza mchezo wa dabi kama ambavyo imepangwa. Lakini kingine ni kwamba atapokwa alama 3 za mchezo. Alama 3 watazipokwa kwa sababu wamekaidi pia hawajatokea uwanjani. Manake kwenda wakifika pale uwanjani, mwamuzi atasubiri kwa dakika 15, na baada ya dakika 15 kumalizika mpinzani hajaje, na maana Simba ataenda kupewa alama zake 3 za mchezo, ambazo hizo atapokwa Young Africans. Manake tayari atakuwa amepoteza mchezo kwa tofaa kwa alama 3 na magoli 3, atakuwa Young Africans amepoteza mchezo, na hiyo itawapa room Simba Sports Club kupanda juu ya msimamo na kuongoza kwenye msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara. Maana yake Simba sasa itampa assurance ya yeye kwenda kutoa taji, kwa sababu atakuwa basha mechi 2, atakuwa basha mechi dhidi ya Ken Gold, atakuwa basha pia mechi dhidi ya Kagera Sugar ambazo tayari zimeshashuka daraja. Manake atakuwa kwenye nafasi ya ukaribu zaidi kwenda kulitoa taji la ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia adhabu nyingine ambayo Yanga atakutana nayo ni pamoja na kupokwa alama 15 kwenye msimamo wa ligi kuu. Of course hii inaweza kuathiri sana Yanga kama itatokea atadondosha tena alama kwenye mchezo mwingine wowote ule. Maana yake ni kwamba akipokwa alama 15 kwenye msimamo, means ambacho kitaenda kutokea ni kwamba kama Yanga atakuwa ameshinda mechi zake zote
na labda Yanga kwenye mechi zake mbili ambazo zimebakia atakuwa labda amedondosha alama, michezo mitatu amebakia atakuwa labda amedondosha alama kwenye mchezo hata mmoja, hiyo inaweza kupelekea pia wakapokwa wakaenda kushiriki kombe la shirikisho na sio klabu bingwa kwa msimu unaokuja. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hiyo ni issue nyingine ambayo inaweza kwenda kutokea, kwa maana ya kwamba ni pigo lingine ambalo au adhabu nyingine ambayo Yanga ataenda kutana nayo kwenye msimamo kuondolewa kupoka alama 15 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini issue nyingine ambayo inaweza kwenda kutokea apart from hiyo ni heshima ya Young Africans kushuka, kwa sababu apart from hizo adhabu zitakazotolewa na nini na vitu vingine vidogo vidogo, ambacho kinaweza kwenda kutokea pia hapo ni pamoja na heshima ya Young Africans kushuka, kwa sababu Yanga ni timu ambayo ina heshima kubwa sana kwenye mpira wa nchi hii, ni timu ambayo imepambana sana kukuza mpira wa Tanzania, ni timu ambayo imepambana kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba soka letu linakuwa, na by the way wamejitahidi sana kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri, na of course wamejitahidi kufanya kila kitu kiende sawa, lakini hiyo inaweza kupelekea sasa mambo yakaenda pale na yakawa tofauti kabisa. So hizo ni miongoni mwa adhabu tu ambazo Young Africans anaweza kukutana nazo, lakini pia hiyo inaweza pia kupelekea mpira wetu kidogo kuonekana kama una mieyusho mingi, lakini kwa Young Africans kwao itakuwa ni jambo moja na jambo la maana kabisa. Sio jambo la maana by the way, itakuwa ni jambo ambalo linaweza kuwafedhehesha zaidi.